Pia juu ya kuongezeka kwa umeme katika grid ya taifa. Mwaka 2021 kwenye grid ya taifa tulikuwa na megawati 1902. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, kwenye grid ya taifa tuna umeme megawati 4038, zaidi ya mahitaji yetu ambayo ni takriban megawati 2000 na kitu. Najua wengi mmetikiswa na tatizo lililojitokeza jana, lakini ndugu zangu waandishi wa habari, lakini ndugu zangu waandishi wa habari, yale ni matatizo ya kiufundi. Tulipata itilafu kwenye grid ya taifa. Mitambo yetu kule, kwa sababu imefungwa mifumo ya kidijitali, iliona kuna matatizo kwenye matumizi. Ni kama wewe kule nyumbani kwako ukiwasha umeme ukazimika kwa sababu circuit breaker imekatika. Imekata kwa sababu kuna hatari ilikuwa inakuja kuathiri nyumba yako. Kwa hiyo mitambo yetu kule imewekewa mifumo ya kujilinda. Kwa kilichotokea jana, kulitokea changamoto kwenye matumizi ya umeme. Mitambo kule ikajizima. Ilipojizima ikabidi TADESCO mafundi watafute tatizo liko wapi, wamelipata, wamelitatua, na majira kama ya saa 6 za usiku nchi nzima ilirudi katika upatikanaji wa umeme. Halikadhalika baadhi ya huduma muhimu ambazo zilipata shida, mojawapo ni usafiri wa SGR. Baada ya umeme kurudi, treni zimefanya kazi, abiria wamesafirishwa na tunarudi kwenye ratiba yetu ya kama kawaida. Hizi ni changamoto za kawaida, zinatokea mahali popote duniani. Maana kuna mtu anaweza akasimama hapa akasema kama vile Tanzania peke yake ndio kuna changamoto za namna hii. Zinatokea kokote duniani. Nashindwa tu kutaja nchi, lakini mimi nina ushahidi, sio wa kuambiwa wala wa kusoma, wa mimi mwenyewe. Nchi imeendelea, iko juu kiuchumi, kunatokea changamoto, vitu vinabadilika. Ratiba za treni zitabadilishwa, ratiba za ndege zitabadilishwa, umeme unakatika na kurudi. Lakini nataka niwahakikishie kwa hili la SGR ambalo limeleta maneno mengi sana, pamoja na changamoto zilizojitokeza, pia serikali kupitia wizara yetu ya uchukuzi inazo hatua zingine ambazo zinaendelea, ambazo ni sehemu ya utekelezaji wa huu mradi, za kuhakikisha pale kunapotokea changamoto kama hizi, huduma zinaendelea kama kawaida. Mradi wetu bado unatekelezwa, msisahau wa Tanzania. Tumeanza tu Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma. Bado kazi inaendelea. Hata huku na kwenyewe viko vitu tunaendelea kuvikamilisha, kuviweka vizuri. Kwa hiyo changamoto kidogo kidogo zinakuwa zinajitokeza kwa sababu hatujafikia 100% ya mradi wetu kwenye baadhi ya maeneo. Tunatoa huduma lakini tunaendelea kuboresha. Ziko sehemu tunaendelea kujenga reli, na ziko huduma muhimu hata kwenye sehemu ambayo tunatoa huduma tunaendelea kuziongeza. Na sisi sio ajabu hata hizo nchi, kwa sababu kwanza pia teknolojia inabadilika. Ni lazima pia mjue. Unaweza kuwa umekamilisha mradi kwa 100%, teknolojia imebadilika, kitu ulichokuwa umekifunga kule hakifai, inabidi ukibadilishe uweke kingine, au ulichokuwa nacho kimechoka, inabidi ubadilishe uweke kingine. Kwa changamoto za namna hizi zinajitokeza, na zikijitokeza Watanzania tuelewe kwamba haya ni mambo ya kawaida. Kwenye umeme kuna mambo mengine pia hawatawaambia kwamba sasa hivi katika jitihada zetu za kufikia megawati 70,000 ifikapo mwaka 2050 tumetekeleza mradi wa umeme jua wa Kishapu megawati 50, bilioni 118. Hawatawaambia kuhusu mradi wa uzalishaji wa umeme Kinyerezi 1 extension, tuliamua kuongeza megawati 185, shilingi bilioni 517. Hawatawaambia kuhusu ukarabati wa kituo cha umeme cha Hare megawati 21, tumetumia pale shilingi bilioni 64. Hawatawaambia katika kipindi cha miaka minne kati ya mwaka 2021 hadi sasa zimeongezeka katika grid ya taifa megawati 2350, zikiwemo za kutoka bwawa la Nyerere. Hawatawaambia kuhusu mradi wa kutumia maji wa Malagarasi ambao unazalisha umeme megawati 49 kwa shilingi bilioni 396.44, mradi wa kufua umeme wa Kakono megawati 87. Hawatawaambia mpango wa uzalishaji wa umeme kufikia megawati, niliwaambia 70,000 ifikapo mwaka 2050, lakini tutafika megawati 8,000 ifikapo mwaka 2030. Haya yote ndugu zangu ni mafanikio makubwa, na maeneo mengine mengi yataendelea kunufaika kadiri tunavyo. Msimu huu wa Sabasaba usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako,
kuanzia $250,000 hadi $500,000 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.